Moja kati ya vitu vinavyotokea unapochelewa kupata ulichokihitaji kwa Bwana ni mtego kwenye eneo la uaminifu wako. Moyo ukichoka, mambo uliyoyafanya kwa bidii unaanza kuyafanya kwa uchovu. Moyo ukichoka, mambo uliyoyafanya kwa upendo, na muda mwingine ulijinyima ukatoa fedha yako yote, moja kati ya vitu vinaanza kutokea, unaacha kutoa kabisa. Na wakati mwingine Mungu anaamuru uwe mwaminifu kwa watu ambao hawana majibu mazuri kwako. Ni rahisi sana kuwa mwaminifu kwa watu ambao ukiwapenda wanakupenda, ukiwapa hela wanakupa vitu vizuri, ofa. Ila kuna muda Mungu anataka uaminifu kwako kwa mtu ambaye leo umeenda kwake, umemwombea, umefunga kwa ajili yake, umetoa sadaka kwa ajili yake, lakini unaporudi anatukana, anasema maneno mabaya. Bado Mungu anataka uaminifu. Haleluya. Ni neno gumu kidogo, lakini nataka nikwambie Mungu anajudge uaminifu wako hata kwenye mazingira magumu. Kweli Mungu anaelewa unapitia jambo gumu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Filipi sura 4, anasema ninajua kuwa na njaa, najua kudhiliwa, najua kuchekwa, najua kufanywa mambo mabaya, lakini katika yote nina nguvu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninachotaka kufundisha, unapoona jambo limechelewa, unapoona jambo limechelewa, moyo wako usife. Nguvu zako zipatikanie kwa Bwana. Sema amen. Nguvu zako zipatikanie kwa Bwana, zisitegemee furaha yao au maneno yao mazuri. Nguvu zako zisitegemee wamekuja wamevaa vizuri, wamekupokea vizuri. Hata wakija wakakupiga mateke, unajua wamekupeleka mbele, hawajakuangusha. Sema amen.